Hello, karibu katika wasaa wa simulizi. Simulizi yetu inakwenda kwa jina la Wangu wa Rohoni. Najua nikukumbushe kidogo tulipokuwa tumeishia ili uweze kuelewa. Tuliosha vyombo mimi na Misa, then dada wa kazi akadeki. Mama alikuwa jikoni anaandaa kifungua kinywa. Hemedi alikuwa nje anafyeka na kufagia. Then baba yeye alikuwa anaosha magari yake nje. Hapo ndipo tulipokuwa tumeishia kipande cha 3 na hapa tunaendelea kipande cha 4. Kabla ya yote bana, nipende kuwakaribisha katika chaneli yetu Evam TV Online. Hapa simulizi na education unapata hapa kuhakikisha tuna go together. Na kukaribisha sana wasaa wote, karibu. Hii ni simulizi yetu nzuri tunayoruka nayo kwa sasa. Kumbuka kushare na rafiki naye au familia yetu. Basi tunaanza namna hii kipande cha 4. Tuwe wote. Basi tulimaliza kufanya usafi. Tukaenda kuoga, then tukapata kifungua kinywa. Tulipomaliza mama kaniomba tutoke. Tulitoka mimi na mama pamoja na Misa. Maewi yangu. Nakapenda sana kawifi kangu. Mama alinipeleka shopping. Nikanunua nguo, maana siku napelekwa ukweni wala sikubeba hata nguo ya kubadilisha. Nilinunua nguo za ndani na nguo za kubadili, viatu, pochi, perfume, kila kitu. Mama aliniambia nibebe kila kitu ninachohitaji. Basi baada ya shopping tukapita photoshoot. Mama mko wangu ana uzungu yule. Tulipata picha kadhaa. Alidai anataka kubaki na picha za kumbukumbu. Alimwambia pia yule mtu wa photoshoot aje home atuchukue picha za familia nzima. Basi tulirudi nyumbani, nikamkuta Hemedi wangu wako zao wanapiga story na baba. Nilipima nguo zangu, zilikuwa nzuri. Haikupita muda mtu wa picha alikuja. Tulijitayarisha tukaenda kufoto picha. Tulipomaliza tukaenda kuandaa chakula cha mchana mimi na Misa. Sikutaka kuondoka bila familia kuonja pishi langu. Nilimwambia Misa, we niandalie tu viungo, zeni uniachie jiko. Nilipika chakula kitamu sana. Wakati wa kula nikawa nawaona wazee wanavokonyezana tu na kuambiana, kweli hapa kijana wetu hajaangukia pua. Huyu mwanamke ni wife material. Kwa kweli nilifurahi kweli. Chakula kilikuwa kitamu sana. Baada ya kula nilikwenda kusaidia kuosha vyombo, zeni tukapumzika kidogo. Jioni ilipofika tukatoka kutembea mimi na Hemedi. Tulikaa pale ukweni siku 3 tukaondoka. Nilipenda na nilipapenda pia na familia ya mme wangu mtarajiwa. Siku tunatoka ukweni, sikurudishwa kwetu. Hemedi alinipeleka kwake. Aliniambia ni vyema nipafahamu anapoishi, maana yeye anapajua ninapokaa. Niliogopa sana, maana aliniambia nitalala huko kwake. Bwana, hata ingekuwa nyie lazima mngeogopa baba. Hemedi alinipeleka mpaka nyumbani kwake. Alipopanga nikakaribishwa ndani. Ni pasafi baraa. Aliniagizia kinywaji, maana friji lilikuwa empty. Nililetewa soda nikanywa, tukapumzika kidogo. Baadaye akaniambia tutoke tukanunue vitu vya ndani. Mbona vitu vya ndani? Akadai anataka nikae pale kwake.
bila ndoa. Eti muda huo wazazi wanaandaa mipango ya ndoa, ukute tunaishi pamoja. Simulizi yetu ni Wangu wa Rohoni. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe ili tuweze kuwa wote mwanzo mwisho. Alisema sawa, lakini akachukua, alinirudisha nyumbani, akanishusha, hakuna kuagana. Akaondoka kimya kimya. Kesho yake wala hakuja kunipeleka chuoni, na nikawa nampigia simu hapokei. Jamani, kwani ananifanyia hivi wakati mambo yalikuwa yanaelekea vizuri? Katika kipindi nilipitia wakati mgumu ni hiki kipindi. Imagine mtu mmetoka kwao, ghafla anakubadilikia, hapokei simu, hajibu meseji, na ndo tayari ushampenda, ushatambulishwa. Jamani, ghafla tu anakununia kisa umekataa kulala naye na umekataa kuishi naye kabla ya ndoa. Basi Hemedi aliacha hata masuala ya kuja kuchukua chakula, ikabidi niache kuwa nampikia. Hata kule saiti alitafutwa mpishi mwingine. Kiufupi Hemedi alinipotezea kama hanijui vile. Hivi ingekuwa wewe, ungefanyaje? Ungekubali kuanza kuishi naye kisa tu kakutambulisha kwao, au ungekaza, hakuna kuliwa, hakuna kuishi pamoja mpaka mtakapofunga ndoa? Mimi mwenzenu nilikaza, kama ni maisha magumu nimeyazoea tangu nilipoondokewa na wazazi wangu. Kama Hemedi ni wangu, basi atarudi tu mikononi mwangu. Kama sio wa kwangu, basi ataendelea kuninyamazia vivyo hivyo. Sikumwambia yote kinachoendelea, ilibaki siri yangu moyoni. Niliumia na niliteseka sana kihisia, lakini nilivumilia. Nilikuwa nishazoea kuamshwa na ile sauti nzito, makisi kwenye simu. Nilikuwa nishazoea kubembelezwa na kudekezwa. Nilikuwa nishazoea kupelekwa kila sehemu na gari, nanunuliwa kila kitu ninachokipenda. Yaani nilitritiwa kama malkia, alafu eti leo hivi vitu vyote hivyo vimekata ghafla, lazima uumwe. Na kwa jinsi nilivyokuwa mjinga, baada tu ya kunogewa na pesa za Hemedi, niliacha kazi ya mgahawani. Baada ya kunyamaziwa ndo nikaanza kuhaha. Nilirudi mgahawani, nikaendelea kupika na kuungua mikono yangu. Nirudi kufubazwa na moshi jikoni? Hapana, siwezi kurudi. Nilitoka huko tena, nikaondoka. Niliona ni aibu kurudi ile kazi ya mgahawani. Nikaomba kazi kwenye hoteli moja hivi hapa jijini Dizem. Nishazoea raha, sirudi tena jikoni. Nitafubaa kama zamani. Kwanza sitakiwi kurudi kule alikonikuta Hemedi. Ataona kama bila yeye siwezi kitu. Natakiwa nifanye kazi itakayomuumiza na kumtia wivu. Bora nifanye kazi ya hoteli. Hapa nitakuwa napendeza muda wote, na nitaomba wanipe shifti za usiku ili niendelee kwenda chuoni mchana. Niliandika barua ya maombi ya kazi, nikapeleka katika hii hoteli. Ni hoteli kubwa yani sana hapa jijini Dar es Salaam. Very expensive. Ni hoteli ya gharama sana. Baada ya kutuma barua, nilisubiriwa kuitwa kwenye interview. Zilipita kama siku 3 hivi, nikapokea simu kutoka kwa maneja wa ile hoteli. Niliombwa kufika kwenye interview siku hiyo saa 10 jioni. Nilifanya hivyo, nilijiandaa, nikavaa smart, then nikaelekea kwenye interview. Namshukuru Mungu, kazi nilipata kwa vile niliomba kupangwa usiku pekee. Niliambiwa sitokuwa na mapumziko, yani siku zote 7 za wiki nitakuwa naingia kazini. Muda ni kuanzia saa 1 jioni mpaka saa 7 usiku. Asante Mungu. Nilimshukuru sana Mungu. Mshahara sio mkubwa, but ulinifaa. Manager aliniwekea reception,
Akaniambia kisura changu na kishepu ni special kwa ajili ya kuvutia wageni wanaoingia hotelini hapa. Sikuwa na kipingamizi, nilipewa 1 week ya kujiandaa, ikiwemo kushona sare na kuweka mambo yangu tayari. Wiki iliyofuata nilianza kazi. Niliingia pale kazini nimependeza hatari. Siku ya kwanza tu nimeanza kazi nikapendwa na likaka limoja hivi. Huyo kaka ndo alikuwa ameingia, ni mgeni, sio Mtanzania. Nilimpokea nikaenda kumuonesha chumba chake siku hiyo. Akaniomba namba. Kusema kweli nilikuwa kwenye ile hali ya kuteseka na mapenzi kiasi kwamba ilifika hatua nikasema nikipata mkaka mwingine wa juu zaidi ya Hemedi namchukua ili nimuumize Hemedi, maana anajiona sana kama kaki. Nilikuwa nateseka sana, navyopiga simu mpaka mara 20 hapokei. Natuma message kuanzia asubuhi mpaka usiku hazijibiwi. Inaumiza hiyo. Kwa kweli ukiwa na mpenzi kama hivyo, unampenda sana, unamtumia SMS zaidi 20, unampigia simu hakujibu, basi ni muda wako kuondoka. Basi nilifanya hivyo ili nisiendelee kuteseka, nimpe mtu mwingine nafasi alizibe lile pengo la Hemedi. Nalo kukaa na mateso ya kuwaza mtu ni kazi kubwa. Nilimpa yule mkaka namba, naye akanipa ya kwake. Aliniambia anaitwa Romi, nami nikamwambia naitwa Bera. Hatukuweza kuongea sana maana ilikuwa muda wa kazi. Nilimwambia tutaongea zaidi nikitoka kazini, akasema sawa. Kabla sijaondoka, Romi aliniamba nimweke oda ya chakula fulani. Zeni akaomba chakula kikiwa tayari tule wote. Nye. Nilienda jikoni kwa chief nikamwekea Romi oda ya chakula. Alichoniambia yeye muda huo alikuwa lumu kwake anakoga. Baada ya muda Romi alishuka chini reception akaomba kinywaji fulani vile vikali. Nikaenda kumchukulia. Alikaa tu pembeni pale mapokezi. Akaanza kunywa huku chakula kilipoiva akaomba tuletewe pale nile na yeye. Na vile ashaanza kulewa, washa anisifie. Alinisifia mpaka kelo. Basi tumemaliza kula, nikapewa pesa nikalipe bill nye. Sio pesa ya Kitanzania, ni dola. Nimelipa, nimemaliza, nikamletea change, akaniambia keep change. Change nayo ambiwa keep inalingana na mshahara ninaolipo pale hotelini. Hello. Nye, au kwa vile kalewa pombe isije ikaisha akanichongea mie mwizi. Pesa yote hii kweli ananiachia. Yule mdada mwenzangu wa mapokezi ndo alinitoa ushamba, akaniambia hiyo ni pesa basi, na wewe shoga yangu ukipewa milioni si utazimia hapa. Mi naiona kubwa, mwenzangu ananiambia hiyo pesa ya chai tu. Mbona niliweka kwenye mkoba nikatulia. Basi Romi alituagiza pombe, mimi nikataka kumwambia pombe sinywi. Yule mwenzangu akanikonyeza, acha ushamba, kubali uagiziwe, mimi nitakwambia cha kufanya. Nilitulia, tukaagizwa pombe. Mie pombe situmii wala sijawahi kunywa. Yule mwenzangu alinisanua, nunua Fanta potion, mimi na kwenye glass, zeni jifanye unakunywa savana. Hiyo pesa ya pombe akikupa unaitunza. Kweli mjini shule nilifanya vile, zeni ile pesa ya pombe nilopewa kulipa savana nikaichukua. Basi hiyo siku nilijikuta natoka kazini na pesa nyingi mno. Kumbe hizi kazi tamu hivi. Nilijiuliza mwenyewe ndani huku nikiwa nazihesabu pesa zangu. Baada ya kuona pesa zilivyo nyingi, kimoyomoyo nikajisemea, huyo Hemedi kama anakwenda
anakwenda, sina shida naye tena. Simbembelezi tena, wala si zile meseji za kujiliza masaa 24 simtumii tena. Nililala zangu nikiwa na tabasamu sana. Kesho yake niliamkia bank, nikaenda kufungua akaunti niwe naweka pesa zangu. Wakati niko bank najaza form, Lomi alinipigia na hangover kama yote. Alihitaji kuniona, sijui alikuwa na shida gani. Nilimwambia niko bank, nikitoka nitakuja kukuona. Aliposikia kuhusu bank akaniuliza, unatoa pesa? Nikamwambia no, hakuna haja, we njoo bila pesa, mimi nitakulipa kwa muda wako. Kumbe kuna mtu akikutaka tu anakulipa nyie, mbona laha? Kwani hamkuniambia mapema? Wangu wa Rohoni ni simulizi inayokiwakisha katika Vam TV Online. Kumbuka tu kushare na kulike na kutoa maoni yako. Nilimwambia it is okay Lomi, I will be there soon. Akasema thank you, request the transport, I would pay it for you. Nyie mbona raha? Nilimaliza kujaza form ya benki. Hakukuwepo na foreni kubwa. Nilihudumiwa haraka nikatoka muda huo. Nilisha request Uber. So nilivyotoka tu benki nikadandia Uber mpaka hotelini alipo Lomi. Nilienda nimeulamba, na vile haikuwa muda wangu wa kazi sikuenda na sare, nilivaa kawaida. Basi Lomi alizidi kuchanganyikiwa na uzuri wangu. Ikumbukwe Afrika kuna wanawake wazuri kiasi hiki, very cute. Niliishi kusmile tu. Nilimkuta ndo katoka kunywa supu na chapati, akaniambia na mimi niagize kifungua kinywa. Nikaagiza, nililetewa. Nikagonga. Baada ya hapo Lomi akaniambia kuna mtu wa kimataifa amekuja kuhudhuria Tanzania na mkutano wenyewe unafanyika Arusha. So alihitaji nimsindikize Arusha na alini offer pesa nzuri sana. Lomi aliniambia kwa siku atakuwa ananilipa $300. Kibongo bongo ni sawa na $800. Alafu pale hotelini ninalipwa $250 kwa mwezi. Si bora kuriski kazi kuliko kuiacha hii safari. Kama kwa siku nitakuwa naingiziwa $800 ama $700 bank, then what? Kwa nini nikatae? Simulizi yetu inaitwa Wangu wa Rohoni. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe na like na toa maoni yako. Nilikubali bwana. Nilikwenda kwa meneja nikamweleza hali halisi. Sikumficha meneja. Akaniambia kama naitaka kazi lazima niangalie cha kumpa ili aendelee kunihesabu kama mtumishi. Alidai hakuna likizo kwa mfanyakazi mpya, na isitoshe mimi ndo nilikuwa nimeajiriwa pale, so aliniambia kama nataka ruhusa nimpe tamu. Yani nikalale naye. Na mjue kipindi hicho bado nilikuwa sijatolewa hata hiyo bikra. Yani usichana wangu. Nimemnyima Hemedi aje aule meneja wa hoteli. Ujinga sifanyi. Meneja ananisaidia nini? Kwanza ni mme wa mtu, ana familia yake. Pili, hanilipi kitu, yani ananilalia tu ili anipe likizo ya wiki moja nitakayokuwa na Lomi. Nitolewe bikra kisha mshahara wa $250 kwa mwezi. Si bora nikatolewa na huyo anayenilipa $300 kwa siku. Nilimwambia meneja sawa, ngoja nifikirie, nitakupa majibu. Ukitaka kumshinda mjinga mpe matumaini tu. Niliona nikimkatalia meneja hadharani anaweza kuniharibia CV kwa Lomi, nikajikuta napoteza kazi, napotezea na hiyo $300. Nilichofanya ni kumpa matumaini Lomi.
Nilimwambia nitampa majibu baada ya muda kama nitalala naye au la. Nilichekelea, alikaniambia, we nipe mzigo huo kabla mzungu hajaenda kujikojolea. Meseji nyingine. Nini? Hawa watu wa vitengo fulani wanajikutaga nani sijui. Nani kazi yao ni kuwala tu watoto wa watu. Mimi siliwi kizembe hivyo. Bella alisema hivyo. Baada ya kuongea na meneja nikamsikiliza upuuzi wake, nilirudi kwa lobi. Akaniambia nijiandae, safari ni kesho. Tunaondoka na ndege saa 4 kuelekea Arusha. Lakini mimi sina passport ya kusafiria kwa ndege. Eti Lomi aliniuliza, why? Kwani huna pasipoti? Ina maana hujawahi kusafiri kwenye ndege? Nilimwambia hapana, sijawahi. Basi usilie, nita cancel safari yangu ya ndege, nitaomba nisafirishwe kwa gari. Okay mama? Nikafurahi, nikamwambia thank you. Basi aliomba nitafute passport niwe nayo, nikamwambia sawa, nitafanya hivyo. Siku pia Lomi aliomba nimtembezee sehemu nzuri huko jijini Dar. Alinilipa $100, then usafiri na chakula ni juu yake. Nilitamani niachane na ile kozi ninayosomea, nikasomea tour guide. Kumbe hao wazungu kuwatembeza ndo wanakulipa pesa nzuri hivyo. Basi bwana, pale hotelini walimtafutia Lomi tour guide wa kujitegemea, ndo akaenda kutembeza. Kutokana na mazingira Lomi aliyotoka kutembea, yule tour guide alituambia hayo mazingira yapo Morogoro, maeneo ya msitu, mporomoko, mavitu kibao. Wazungu wanaenda kutembea sehemu tunazo zizalau sisi. Basi tulipelekwa Molo, tulizurula siku nzima mpaka usiku saa 3 tukarudi Disim kujiandaa na safari ya kesho. Hiyo saa 3 tulienda na Lomi mpaka pale kazini kwangu kwa ajili ya kula dina. Zeni baada ya hapo ndo nilirudi home. Tulikula tukamaliza, tukaagana. Lomi akaenda kupumzika na mimi nikawa nataka kurudi nyumbani. Wakati naondoka, meneja alinifuata akaniambia, mbona saa unaondoka au umesahau mipango yetu? Bella, kesho ndo safari, inatakiwa unipe sasa hivi tumalizane. Kubwa ni wewe kusubscribe. Hii ni channel Right of Vamp TV Online. Hii ni simulizi wangu wa rohoni. Basi meneja aliomba nirudi tumalizane ndo niondoke. Ye ana kichumba chake kule hotelini, kumbe ndo unyama anaofanyaga huko chumbani kwake. Niliwaza sana, hapa nachomokaje? Siwezi kuliwa kizembe hivyo. Niliwaza cha kumdanganya nikakosa. Meneja alinishika mkono akaanza kunilazimisha twende chumbani kwake. Nilimdanganya niko period. Akaniuliza, kwani tundu ni hilo tu? Bwana we, kama uko period utanipa nyuma. What? Nikupe nini baba? Unashtuka hivyo nini Bella? Kwa nini? Kuna kigeni nilichokiongea hapo? Nilijitoa mkono wangu kwa nguvu nikaanza kuondoka. Meneja alinichefua sana na hiyo kauli ya kumpa nyuma. Alipoona naondoka akachukia, akaniambia kesho kabla sijaondoka na huyo mzungu nije ofisini nichukue barua yangu ya kufukuzwa kazi. Wala sikumjibu kitu. Nilisepa, nililala usiku huo. Kesho yake niliamshwa na Lomi. Aliniambia nijiandae haraka niende na bag pale hoteli, kozi tukishamaliza kunywa chai safari itaanza kuelekea Arusha. Nilijiandaa haraka. Nikapiga simu shuleni kwa kina Popi, nikaomba kuongea naye, akapewa simu. Nilimwambia nasafiri kwenda Arusha, nitarudi baada ya wiki moja. Wow, mnaenda na Hemedi Nikaguna tu kisha nikamwambia ndio. Hakujua kuwa nilishanyamaziwa na Hemedi. Hemedi hataki kuongea na mimi. Mpaka muda huu nilikuwa sijui kama nimeachwa au la. Basi lengo langu lilikuwa kumuaga mdogo wangu ili hata lolote likitokea ajue pa kuanzia.
Baada ya kumaliza kuongea na Poppy, niliondoka mpaka hotelini. Romy alikuwa chumbani kwake. Aliniambia nikifika niende moja kwa moja chumbani kwake. Basi nilifanya hivyo. Nilikuta na yeye kaishajiandaa, yupo busy kwenye laptop. Nilimsalimia, akaniambia wow, you look good. Nikamwambia thank you, inamaanisha thank you TY. Alifunika laptop, tukatoka kwenda kunywa breakfast. Muda huo dereva wa kutupeleka Arusha alikuwa tayari ameshafika. Wakati tunaondoka kwenda kupanda gari, yule mdada mwenzangu wa reception aliniita, akaniomba tuongee kidogo. Nikamwambia Romy atangulie kwenye gari na msikiliza yule mwenzangu ana shida gani. Kwanza aliniuliza ulimfanyaje meneja? Nikashtuka, kuna nini? Akaniambia kuna barua amenipa nikupatie na sio barua nzuri. Nikamwambia iko wapi? Akaenda kunichukulia, akaniletea. Ilikuwa barua ya kufutwa kazi. Nilimwambia tu sawa, asante, kisha niliondoka. Nilielekea kwenye gari na ile barua ya mkononi. Romy alipoiona aliniuliza, hii ni nini? Which is this? Nikamwambia kila kitu. Alishangaa sana, lakini akaniambia usijali, ukishapata passport nitakutafutia kazi UK uje kufanya kazi. Wow, nilifurahi sana. Tulianza kupiga story kwenye gari, mimi na Romy, huku dereva akiwa busy kuendesha gari. Tulifika Arusha usiku sana. Ni katika hoteli moja hivi ambapo ndipo ulipotakiwa kufanyika huo mkutano. Alikuja kuhudhuria Romy. Basi Arusha kuna baridi kali sana. Romy alinipatia koti lake nivae. Mimi sikubeba koti kwa sikujua kama Arusha kuna baridi. Hii ndo ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika Arusha. Tulipokelewa, tukaonyeshwa vyumba. Romy aliomba tutengeneze kitu cha moto tujipoze na baridi. Yeye aliomba atengenezewe kahawa, mimi nikaomba chai. Tuliandaliwa fasta, tukaletewa muda huo. Tulikuwa juu pamoja tunapiga story. Tuliandaliwa pia menu ya usiku. Baada ya kumaliza kula, tuliagana, kila mmoja akaenda kulala chumbani kwake. Usiku mida ya saa 6 simu yangu iliingia meseji 2 kwa mkupuo. Nilipofungua nilikuta meseji kutoka kwa Romy, ingine kutoka kwa Hemedi. Romy aliuliza, umesharara? Meseji ya pili kutoka kwa Hemedi aliuliza, uko wapi Bera? We need to talk. We need to talk. Leo ndo anakumbuka kama kuna kutalk. Sio, nikafyonya. Hata sikumjibu. Nilijibu meseji ya Romy, nikamwambia niko kitandani ila bado sijalala, nipo nacheza simu tu. Romy aliniambia hata mimi sina usingizi Bera, kama hutujari naomba nije chumbani kwako tuangalie movie, huenda nikapata usingizi baada ya movie. Chumbani tena? Lakini haonekani kama kijana mhuni, wacha tu nimwambie aje. Nilimruhusu Romy akaje chumbani kwangu. Alikuwa na laptop yake, kuna movie nzuri sana aliweka, tukawa tunaangalia. Hemedi naye baada ya kuona simjibu message aliamua kupiga simu. Sikupokea, nilimute, nikapotezea, nikaendelea kuangalia movie. Wakati mimi na Romy tunaendelea kuangalia ile movie, nikashangaa ile movie kadri inavyozidi kusonga mbele inazidi kubadilika. Ikafikia hatua wakati wakaanza kufanya sex ndani ya movie. Nishtuka, nikainuka juu, nikamwambia Romy, hii ni nini? Siwezi kuangalia movie aina hii. Romy alienuka, akavua ile taulo alikuwa ameivaa, akabaki uchi wa mnyama, ume wake ulikuwa umesimama wima. Niliogopa sana. Unafanya nini Romy? Nilimuuliza, lakini hakunijibu. Alianza tu kunisogelea, nami nikawa narudi nyuma huku napiga kelele. Romy alipoona napiga kelele alinikamata kwa nguvu, akaniziba mdomo. Nini kitaendelea? Hiki kilikuwa ni kipande cha 5. Tukutane kipande cha 5. Hiki kilikuwa ni kipande cha 4.
kubwa. Hii ni Vam TV, subscribe, like, toa maoni yako kuhakikisha tunakuwa wote sawa sawia. Asante kwa muda wako. Amina.